Bana, kwa mujibu wa tovuti ya soka Luduma kutokea pale South Africa imeripoti kwamba goalkeeper wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra amesaini mkataba wa awali na klabu ya Kaizer Chiefs, kwa taarifa ambazo zimetoka ambazo wameziandika wao, na inasemekana kwamba amesaini mkataba wa miaka 2 na klabu ya Kaizer Chiefs. Na klabu ya Kaizer Chiefs ni klabu ambayo inafundishwa na Nasruddin Nabi, kocha ambaye alihusika moja kwa moja kumsajili Djigui Diarra kutoka Mali kuja Tanzania. Lakini pia kocha msaidizi wa Kaizer Chiefs ni kocha pia wa zamani wa klabu ya Young Africans Cedric Kazi, na hawa makocha wawili ni makocha ambao wamemfundisha Djigui Diarra wakati akiwa kwenye klabu ya Young Africans, na sasa hivi inasemekana kwamba tayari amesaini mkataba wa awali. Na ukumbuke kwamba miezi kadhaa iliyopita zilitoka taarifa kwamba hataki kusaini mkataba mpya na Young Africans. Kwa hiyo pengine kukataa kusaini mkataba mpya na Young Africans ilikuwa ni miongoni mwa mipango ambayo aliweka kwenda kujiunga na Kaizer Chiefs ya South Africa. Na Kaizer Chiefs msimu huu ina hali mbaya sana kwenye ligi ya South Africa, haipo kwenye kiwango kizuri kabisa, na moja ya vitu ambavyo wanavitengeneza Kaizer Chiefs au moja ya mipango ambayo wanao Kaizer Chiefs msimu ujao ni kuendelea kuboresha timu. Kumbuki kwenye misimu minne timu imeshindwa kufanya vizuri kwenye soka la South Africa. Kwa hiyo wanachokifanya ni kurejesha timu kwenye makali, na wanarejeshaje timu kwenye makali? Ni kusajili wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kuibeba project ambao wameanza nayo. Na kwenye project yao, moja ya vitu ambavyo walitarget kuanza navyo ni kuleta makocha ambao wana uwezo wa kutengeneza timu, na ndio maana walimchukua Nasruddin Nabi kutoka FAR Rabat ya pale nchini Morocco, wakamchukua pia Cedric Kaze baada ya kuachana klabu ya Namungo, wakaunganisha kwa pamoja. Na ukumbuke hawa makocha wawili ndio makocha pia ambao waliisuka Young Africans, ndio makocha ambao walitengeneza Yanga hii ambao tunaiona sasa hivi inafanya mambo makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Wao wawili ndio ambao walitengeneza, na familia pia ya Kaizer iliamini kwamba wakiwachukua makocha wawili walitengeneza Kaizer Chiefs na itarudi kwenye ule ubora ambao walikuwa nao. So far msimu hawajaanza vizuri, lakini bado wanaendelea kutengeneza timu. Kumbuke walifanya usajili za baadhi ya wachezaji ambao zilionekana kufeli. Mfano waliwachukua kina Raga Chivaviro ambaye kutoka Marumo Galaxy kufanya vizuri, of course mpaka sasa pia hajafanya vizuri. Kwa hiyo wapo kwenye mchakato wa kuendelea kuboresha timu. Na ukiacha Djigui Diarra ambaye inasemekana kwamba tayari amesaini mkataba wa awali na Kaizer Chiefs, anasubiri mwishoni mwa msimu kwenda kujiunga na hao Kaizer Chiefs. Wachezaji wengine ambao wanatajwa kujiunga na Kaizer Chiefs ni pamoja na Ibrahim Baka wa Young Africans. Pia inaelezwa kwamba tayari wanatarajia kuanza mazungumzo ya awali mwezi huu wa 4. Manake wataanza mazungumzo wale na Ibrahim Baka, na kama watafikia makubaliano huenda na yeye pia akaenda kujiunga pia na Kaizer Chiefs ya South Africa. Mwingine ni Faisal Salum kutoka Azam FC ambaye naye pia amefundishwa na Nasruddin Nabi. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na wawinda tangu mwishoni mwa msimu uliopita, lakini hakufanikiwa kuwapata, na sasa hivi inaonekana kama wako serious zaidi. Tayari wameshaanza mchakato wa kuzungumza na management ya Faisal, naye pia huenda akaenda kujiunga pia na Kaizer Chiefs ya South Africa. Kwa hiyo hao ni baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kwenda kujiunga na Kaizer Chiefs ya South Africa. Kwa hiyo ni swala muda kusubiri na kuona kwamba hizo deals 2-3 zitakamilika ama itakuwaje. Lakini kwa Djigui Diarra ni kwamba tayari inasemekana kwamba amesaini mkataba wa awali. Na ukumbuke pia Kaizer Chiefs ni miongoni mwa timu ambazo zinalipa mishahara mikubwa sana barani Afrika. Ni miongoni mwa timu pia ambazo zinapendwa na wachezaji wengi kwa sababu ya title ambayo wanayo. Kaizer Chiefs ni moja ya timu ambazo zinasifika kuwa na mashabiki wengi kama ambavyo unaona Young Africans, lakini ni moja ya timu ambayo inaishi maisha ya kifahari sana. Na kitu ambacho hujui kuhusu Kaizer Chiefs ni kwamba Kaizer Chiefs mpaka sasa hivi wao wana viwanja vyao, wana uwanja wao ambao wanaotumia kwa ajili ya mechi, kwa maana uwanja wa FNB ambao unaingiza mashabiki zaidi ya 90,000, lakini pia wana ile Kaizer Village ambayo ina akademi yao na ina viwanja vyao vya mazoezi. Lakini pia hii ni timu ya kwanza Afrika kumiliki vifaa vyake binafsi vya mazoezi, yani vifaa ambavyo vinachapa la majina yao, kwa maana mipira ambayo wanatumia mipira yao ambayo ina chata yao kwa maana ya Kaizer Ball, wana mipira yao kabisa. Lakini pia hata nguo ambazo wana vifaa mbalimbali ambavyo wanatumia vifaa ambavyo ni vya kwao wenyewe, maana jina lao linatumika pia kwenye vifaa vyao. Ila kwenye swala la jezi ndio wana mkataba na kampuni fulani ambayo inasambaza vifaa vyao vya kimichezo kwa maana ya jezi. Lakini ukiangalia vitu vingine vyote wanatumia viwanja ambavyo vifaa ambavyo vinachapa zao, kitu ambacho kinasaidia pia kuingiza biashara. Na ukumbuke ni Kaizer ni familia ambayo ni timu ambayo ina familia inamilikiwa na familia fulani
Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wakaamua kufanya mabadiliko. Kuna uwezekano mkubwa mabadiliko ambayo wanataka kuyafanya yakaja kuwa na faida kubwa sana. Kwa hiyo ni watu ambao hawategemei pesa ya wanachama, hawategemei pesa ya wadhamini, ila ni wana pesa yao kiasi kwamba wakiamua kutoa kufanya usajili wana uwezo wa kufanya, na ndio maana hata walivyoamua kumchukua Nabi kutoka Morocco walichofanya wao ni kuongeza tu dau na wakamchukua, wakampata na Cedric Kazi, na sasa hivi inasemekana kwamba tayari Djigui Diarra amesaini mkataba na mpango ni kumchukua Ibrahim Baka, na baada ya Baka mtu ambaye anafuata ni Faisal Salum ambaye naye pia mazungumzo yanatarajiwa kuanza hivi karibuni.